إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tunaendelea na darasa yetu ya tafsiri katika kusoma tafsiri ya surati al-Baqara katika hii tafsiri al-Mukhtasar al-Mufid ambayo inaitwa al-Mukhtasar fi tafsiri al-Quran al-Karim ayatun wa tafsiri. Katika darasa iliyopita tuliishia tafsiri ya aya ya 26. Kwa hiyo katika darasa ya leo insha Allah Taala tunasoma tafsiri ya aya ya 27 na aya ambazo zinakuja baada yake. Tuliona ya kwamba Allah Tabaraka wa Taala anapiga mifano. Anapiga mfano wa mbu na kiumbe ambaye ni mkubwa kuliko mbu au ni mdogo. Na watu kwenye hii mifano ya Allah Tabaraka wa Taala wanagawanyika sehemu mbili. Kuna waumini na kuna makafiri. Waumini wanaamini na wanajua ya kwamba katika Allah Tabaraka wa Taala kupigia mifano kuna hikima na kuna mawaidha na kuna mazingatio. Ama makafiri wao wanapinga hii mifano ambayo anaipiga Allah Tabaraka wa Taala, na wanaulizana kwa njia ya kejeli na kwa njia ya dharau juu ya sababu ya Allah Tabaraka wa Taala kupiga mifano kwa hawa viumbe dhalili. Allah Tabaraka wa Taala anajibu kwamba hii mifano ina mwongozo na ina maelekezo na ni mtihani kwa watu. Kuna watu ambao wanapotea kwa sababu ya hii mifano, na kuna watu ambao wanaongoka kwa sababu ya hii mifano ambayo anaipiga Allah Tabaraka wa Taala. Allah Tabaraka wa Taala kasema wama yudillu bihi illa alfasiqin. Allah Tabaraka wa Taala hampotezi kwa hii mifano isipokuwa yule ambaye anastahili kupotea, ambaye ni muovu, ambaye ametoka katika taa ya Allah Tabaraka wa Taala. Wama yudillu bihi illa alfasiqin. Hapotezi kwa hii mifano isipokuwa yule ambaye ni muovu, isipokuwa wale ambao ni waovu. Alfasiqin ni waovu ambao wametoka katika taa ya Allah Tabaraka wa Taala. Kisha Allah Tabaraka wa Taala akaanza kutaja sifa zao, sifa za waovu. Anasema Allah Tabaraka wa Taala alladhina yanqudhuna ahda Allah min ba'di mithaqihi
Waovu ni wale ambao wanatengua ahadi ya Allah tabaraka wa taala baada ya kutiliwa mkazo, min ba'di mithaqihi, yani baada ya kutiliwa mkazo. Wayaqta'una ma amara Allah bihi an yusal, na wanakata yale ambayo Allah tabaraka wa taala ameamrisha yaunganishwe, wao wanakata. Wayufsiduna fil ardi, na wanafanya uharibifu katika ardhi, wanafanya uharibifu katika ardhi, yani kwa kumwasi Allah tabaraka wa taala. Ulaika humul khasirun, hao ndio wenye hasara, hao ndio wenye hasara. Wenye sifa kama hizi, hao ni watu ambao ni wenye hasara. Alladhina yanqudhuna ahda Allah, ambao wanatengua ahadi ya Allah tabaraka wa taala, alladhi akhadhahu alaihim, ahadi ambayo ameichukua kwao, biibadatihi wahdahu, ahadi yenyewe ni kumwabudu Allah tabaraka wa taala peke yake, wattibai rasulihi, na kumfuata mtume wake sallallahu alayhi wasallam, alladhi akhbarat bihi ar-rusul qablahu, mtume ambaye mitume wamemtolea habari kabla yake, wamemwelezea kabla yake. Wayaqta'una ma amara Allah biwaslihi, na wanakata yale ambayo Allah tabaraka wa taala ameamrisha yaunganishwe. Kal arham, mfano kama ndugu. Ndugu Allah tabaraka wa taala ameamrisha waunganishwe, ameamrisha watu waunge undugu, hawa wanakata undugu wao. Wayasauna linashri alfasadi fil ardi bil maasi, na wanajitahidi kueneza uovu katika ardhi, bil maasi, kwa kufanya maasi, kwa kumwasi Allah tabaraka wa taala. Fahaula, hawa watu wa namna hii, humun naqisa hududhuhum fi dunya wal akhirah, watu wa namna hii wamepata hasara duniani na akhera. Fungu lao limekuwa na hasara fi dunya wal akhirah, duniani na akhera. Kwa hiyo hizi ndo sifa za watu waovu, hizi ndo sifa za watu waovu. Ni watu ambao wanaacha kutekeleza ahadi ya Allah tabaraka wa taala ambayo ameichukua kwao ya kumwabudu peke yake na kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtume ambaye ameelezewa na mitume kabla yake. Na ni watu ambao wanakata yale ambayo Allah tabaraka wa taala ameamrisha yaungwe, mfano kuunga undugu, wao wanakata undugu wao. Maana yake kukata undugu ni katika sifa za watu waovu. Muislamu anatakiwa ajitahidi katika kuunga undugu. Muislamu anatakiwa ajitahidi katika kuunga undugu. Kuunga undugu ni katika sifa za waumini, ni katika sifa za watu wa kheri, watu wa dini, watu ambao wanamwabudu Allah tabaraka wa taala. Ama kukata undugu, hii ni katika sifa za watu waovu. Kwa hiyo hawa waovu alfasiqin wanaacha kumwabudu Allah tabaraka wa taala, wanaacha kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wanakata yale ambayo Allah tabaraka wa taala ameamrisha yaungwe kama undugu. Wayasauna linashri fasadi fil ardi bil maasi, na wanajitahidi kueneza uovu ardhini kwa kufanya maasi. Hizi ndio sifa zao. Na Allah tabaraka wa taala anasema ulaika humul khasirun, hawa ndio wenye hasara. Fahaula humun naqisa hududhuhum fi dunya wal akhirah, hawa wamepata hasara mafungu yao
duniani na akhera. Kwa ni watu ambao wamepata hasara. Kisha akasema Allah tabaraka wa taala, kaifa takfuruna billah, vipi mnamkufuru Allah tabaraka wa taala, wa kuntum amwatan, na mlikuwa maiti, hamna kitu. Fa ahyaakum, Allah tabaraka wa taala akakuhuisheni, akakuumbeni. Thumma yumitukum, kisha Allah tabaraka wa taala atawafisha. Thumma yuhyikum, kisha atawahuisha kwa ajili ya kwenda kuhesabiwa kwa yale ambayo mmeyafanya duniani. Thumma ilayhi turja'un, kisha kwake mnarudi, yani kisha mnarudi kwa Allah tabaraka wa taala. Mkifufuliwa baada ya hapo mnarudi kwa Allah tabaraka wa taala. Inna amrakum ayyuhal kuffar, hakika jambo lenu enyi makafiri, la ajab, ni jambo la ajabu. Kaifa takfuruna billah, vipi mnamkufuru Allah tabaraka wa taala, wa antum tushahiduna dalaila qudratihi fi anfusikum, wa antum tushahiduna dalaila qudratihi fi anfusikum, vipi mnamkufuru Allah tabaraka wa taala na ninyi mnashuhudia dalili za uwezo wake katika nafsi zenu. Mnashuhudia dalili za uwezo wake katika nafsi zenu, vipi mnamkufuru Allah tabaraka wa taala? Faqad kuntum adaman la shay, mlikuwa adaman, mlikuwa hamna kitu, mlikuwa hampo, mlikuwa ni adaman, hampo, la shay, hamna kitu. Fa ansha'akum wa ahyaakum, Allah tabaraka wa taala akawahuisheni na akawaumbeni, akawaumbeni na akawahuisha. Thumma huwa yumitukum almautata thaniya, kisha Allah tabaraka wa taala atawafisha mara ya pili. Thumma yuhyikum alhayata thaniya, kisha Allah tabaraka wa taala atawahuisha mara ya pili. Thumma yurji'ukum ilayhi, kisha anawarejesha kwake. Liyuhasibakum ala ma qaddamtum, ili akawahesabu kwa yale ambayo mmeyatanguliza, kwa yale ambayo mmeyafanya. Kisha akasema Allah tabaraka wa taala, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, yeye ndiye ambaye amewaumbieni yaliyokuwemo ardhini yote. Allah tabaraka wa taala amewaumbia watu ambayo yako ardhini yote, ameumba kwa ajili yao ili wanufaike wao, ili wafaidike wao. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, Allah tabaraka wa taala ndiye ambaye amewaumbieni ambayo yako ardhini yote. Thumma stawa ila samaa, kisha akaikusudia mbingu. Fasawahunna sab'a samawati, akazisawazisha mbingu saba, akaziumba mbingu saba. Wa huwa bikulli shay'in alim, na yeye kwa kila jambo ni mjuzi. Kila jambo Allah tabaraka wa taala anajua. Wallahu wahdahu alladhi khalaqa lakum jami'a ma fil ardi, Allah peke yake ndiye ambaye amewaumbieni yote ambayo yako juu ya ardhi. Min anharin, katika mito, hii mito Allah tabaraka wa taala ametuumbia. Washjarin, na miti. Wa ghairi dhalika, na mengineyo. Mimma la yuhsa adaduhu, na mengineyo ambayo haihesabiki idadi yake. Wa antum tantafi'una bihi, na ninyi mnanufaika na hayo.
tunanufaika na hayo. Tunanufaika na haya ambayo Allah tabaraka wa taala ametuumbia. Watastamti'una bima sakharahu lakum, na mnapata raha na yale ambayo Allah tabaraka wa taala amewadhalilishia, na yale ambayo Allah tabaraka wa taala amejalia ni dhalili kwenu. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala ametumbia yote ambayo hapo kwenye ardhi, min anharin, katika mito, wa ashjarin, miti na mengineyo ambayo haihesabiki, ili tuweze kunufaika nayo, ili iwe ni raha kwetu. Thumma qasada ila khalqi as-samaa, kisha akakusudia kuumba mbingu. Fakhalaqahunna sab'a samawati mustawiyat, akaziumba mbingu 7 ambazo ziko vizuri imara. Wa huwa alladhi ahata ilmuhu bikulli shay, na yeye ndiye ambaye elimu yake imeenea kila kitu. Elimu ya Allah tabaraka wa taala imeenea kila kitu. Allah tabaraka wa taala anajua kila kitu, elimu yake imeenea kila kitu. Kisha akasema Allah tabaraka wa taala, wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa, kumbuka Mola wako aliposema kuambia malaika. Wa idh qala rabbuka lil malaika, kumbuka Mola wako aliposema kuambia malaika, inni ja'ilun fil ardi khalifa, hakika mimi najalia ardhini khalifa. Hakika mimi najalia ardhini khalifa. Khalifa hapa anakusudiwa nani? Anakusudiwa Adam pamoja na kizazi chake. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala aliwaambia malaika, inni ja'ilun fil ardi khalifa, najalia ardhini khalifa, yani Adam na kizazi chake. Qalu, wakasema, ataj'alu fiha man yufsidu fiha, utajalia ndani yake, yani utajalia ndani ya ardhi, man yufsidu fiha, yule ambaye atafanya ufisadi. Unajalia katika ardhi yule ambaye atafanya ufisadi. Wa yafsiku dima, na atamwaga damu kwa kuua. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, na sisi tunakutakasa pamoja na kukusifu. At-tasbih maana yake ni kumtakasa Allah tabaraka wa taala na sifa za mapungufu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, na sisi tunakutakasa bihamdika, pamoja na kukusifu na sifa nzuri. Wa nuqaddisu laka, na tunakutukuza. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, Allah tabaraka wa taala akawaambia malaika, hakika mimi najua ambacho hamjui, mimi najua kile ambacho nyinyi hamjui. يخبر الله تعالى أنه سبحانه قال للملائكة, Allah tabarak wa taala anaeleza ya kwamba aliwaambia malaika, innahu sayaj'alu fil ardi, hakika yeye atajalia ardhini, basharan, atajalia binadamu, yakhlufu ba'dhum ba'dha, wanaachiana baadhi yao baadhi. Kwa hiyo Allah tabarak wa taala anaelezea kwamba aliwaambia malaika kwamba atajalia ardhini basharan, binadamu,
yakhlufu ba'dhum ba'dha, wanafuatana baadhi yao baadhi. Nini maana yakhlufu ba'dhum ba'dha? Maana yake wakija hawa wanaondoka, wanakuja wengine, wakija hawa wanaondoka, wanakuja wengine, wakija hawa wanaondoka, wanakuja wengine, wa hakadha. Angalia tangia Adam alayhi salam na watoto wake, wamepita watu wangapi hapa paka tunakuja sisi, na sisi tutapita, tutakufa, watakuja na wengine vile vile, na wale wengine watakuja, watakufa, watakuja na wengine mpaka kitakaposimama kiyama. Kwa hiyo Allah tabarak wa taala anaeleza kwamba aliwaambia malaika kwamba yeye anajalia ardhini, duniani, basharan, binadam, yakhlufu ba'dhum ba'dha, wanakiana baadhi yao baadhi. Kinakuja kizazi hichi kinaondoka, kinakuja kizazi kingine, wa hakadha. Kwa nini najalia duniani binadamu? Kwa nini najalia ardhi binadamu? yakhlufu ba'dhum ba'dha lilqiyam bi'imaratiha ala ta'ati llah, ili wasimame katika kuimarisha ardhi katika kumtii Allah tabaraka wa taala. lilqiyam bi'imaratiha ala ta'ati llah, ili wasimame katika kuimarisha hii ardhi katika kumtii Allah tabaraka wa taala. Fasala almalaikatu rabbahu, malaika wakamuuliza Mola wao suala istirshad wa istifham, swali la kutaka mwongozo na kutaka kufahamu. Wakamuuliza anil hikma min ja'li bani adam khulafaa fil ardh, wakamuuliza hikma ya kujalia binadamu ni makhalifa katika ardhi. wa hum sayusiduna fiha, na wao hawa binadamu watafanya uharibifu katika ardhi. wa yuriquna ad-dimaa dhulma, na watamwaga damu kwa dhulma, watamwaga damu kwa dhulma, watu watauana kwa dhulma. qailin, wakauliza malaika hili swali hali yakuwa ni wenye kusema wa nahnu ahlu ta'atika, na sisi ni wenye kukutii wewe. nunazzihuka, tunakutakasa. hamidina laka, ni wenye kukusifu wewe. muadhimina jalalaka wa kamalaka, ni wenye kutukuza utukufu wako na ukamilifu wako. la nafturu an dhalika, hatuchoki na kufanya hayo. faajabahum Allahu an sualihim, Allah tabaraka wa taala akawajibu swali lao, akawaambia inni a'lamu ma la ta'lamuna min al-hikam al-bahira fi khalqihim. Allah akawaambia mimi najua yale ambayo hamyajui katika hikima kubwa katika kuwaumba kwao. Mimi najua yale ambayo hamjui katika hikima kubwa katika kuwaumba hawa binadamu. wal maqasid al-azima, na maksudio makubwa min istikhlafihim, katika kuwafanya wao ni makhalifa katika ardhi. Katika hizo hikima, katika hawa binadamu watakuwepo mitume wa Allah tabaraka wa taala, watakuwepo manabii wa Allah tabaraka wa taala, watakuwepo wale ambao ni wakweli na watu wema ambao wanamwabudu Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala akawajibu hivi malaika. Allah tabaraka wa taala akawa amemuumba Adam akawa ameumbwa. Baada ya kuumbwa, Allah tabaraka wa taala akamfundisha majina ya kila kitu. Akasema Allah tabaraka wa taala wa'allama Adama al-asmaa kullaha, Allah tabaraka wa taala akamfundisha Adam majina yote, akamfundisha majina yote. thumma aradahum ala al-malaika, kisha aradahum ala al-malaika,
kisha vile vitu akavitoa kwa malaika, vile vitu akawa amevitoa kwa malaika. Thumma aradahum ala almalaika, yani akamfundisha Adam alayhi salam majina ya vitu vyote, alafu vile vitu akawa amevitoa pale kwa malaika. Faqala, akasema ambiuni biasma'i haula, akasema niambieni majina ya hivi vitu, niambieni majina ya hivi vitu, hichi kinaitwa nini na hichi kinaitwa nini na hichi kinaitwa nini, niambieni. In kuntum sadiqin, kama ninyi ni wa kweli, kama nyinyi ni wa kweli kwamba nyinyi bora kuliko hawa binadamu, kama nyinyi ni wa kweli, basi niambieni majina hivi vitu. Hapa kuna faida nzuri sana ameitaja al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Anasema ya kwamba hii aya inaonyesha ya kwamba inafaa kumtahini mtu kile ambacho anadai kwamba anakiweza, yani inafaa kumtahini mtu. Anasema rahimahullah ta'ala, jawazu imtihani al-insan bima yadda'i annahu mujidun fihi, inafaa kumpima mtu kwa kile ambacho anadai kwamba anakiweza na kifanye vizuri. Inafaa kumpima mtu. Mtu anasema kwamba mimi naweza hichi kitu, inafaa kumpima kwa kile ambacho anadai kwamba yeye anafanya vizuri. Kwa hiyo Allah tabarak wa taala akamwambia malaika, ambiuni biasma'i haula, niambieni majina hivi vitu, in kuntum sadiqin, kama ninyi ni wa kweli. Walibayani manzilati Adam alayhi salam, kwa ajili ya kubainisha nafasi ya Adam alayhi salam, allamahu Allah ta'ala asma' al-ashya kullaha, Allah tabarak wa ta'ala alimfundisha majina ya vitu vyote. Min al-hayawan, katika wanyama, walijamad, min al-hayawan, katika wanyama, walijamadi na jamadi. Jamadi ni vitu ambavyo sio wanyama, mfano majabali, akawa amemfundisha, wa ghairi dhalika, na mengineyo. Alfadhaha wa maaniyaha, akamfundisha matamshi yake, akamfundisha matamshi yake na maana zake, akawa amemfundisha kila kitu akaelekezwa na Allah tabaraka wa taala. Thumma arada tilka almusammayat ala almalaika, kisha Allah tabaraka wa taala akavitoa vile vitu kwa malaika, akavitoa vile vitu kwa malaika. Qailan, hali yakuni mwenye kusema, akhbiruni bi asma'iha, niambieni kuhusiana na majina yake. In kuntum sadiqina fima taqulun, kama ninyi ni wa kweli katika yale ambayo mnasema. Innakum akram min hadha al-makhluqi wa afdalu minhu, kama ninyi ni wa kweli katika yale ambayo mnasema kwamba nyinyi ni wabora kuliko huyo kiumbe, kuliko Adam, kama ni wa kweli katika yale ambayo mnasema kwamba ninyi ni bora kuliko huyo kiumbe, nyinyi ni bora na nyinyi ni wakarimu zaidi, nyinyi ni bora na nyinyi ni wakarimu zaidi. Kama ni kweli katika haya ambayo mnasema, basi niambieni majina hivi vitu. Wakawa wameshindwa kutaja majina hivi vitu ambavyo Allah tabaraka wa taala amemfundisha Adam alayhi salam. Qalu subhanaka, wakasema utakasifu ni wa kwako. La ilma lana illa ma 'allamtana, hatuna elimu sisi isipokuwa ile ambayo umetufundisha, isipokuwa ile ambayo umetupa. Innaka antal alimul hakim, hakika wewe ni mjuzi, hakuna kinachofichikana kwako. Al-Hakim, mwenye hekima, ambaye anaweka kila kitu mahala pake. Qalu mu'tarifina binaqsihim, wakasema wakikiri mapungufu yao. Murji'ina al-fadla ila Allah,
wakirejesha fadhila kwa Allah tabaraka wa taala. Nunazzihuka wa nu'azzimuka ya rabbana min al-i'tiradi alayka fi hukmika wa shar'ika, tunakutakasa na tunakutukuza ewe Mola wetu na kukupinga katika hukumu yako na katika sheria yako. Nunazzihuka wa nu'azzimuka ya rabbana min al-i'tiradi alayka fi hukmika wa shar'ika, tunakutakasa na tunakutukuza ewe Mola wetu na kukupinga katika hukumu yako na katika sheria yako. Fanahnu la na'lamu shay'an, sisi hatujui chochote, illa ma razaqtana ilmahu, isipokuwa kile ambacho umeturuzuku elimu yake. Innaka antal alim, hakika wewe ni mjuzi. Alladhi la yakhfa alayka shay, ambaye hakifichikani kwako kitu. Alhakim, mwenye hekima. Alladhi tad'u al-umura fi mawadhi'iha, mwenye hekima ambaye anaweka mambo mahala pake. Min qadarika, katika qadari yako. Wa shar'ika, na vile vile katika sheria yako. Kwa hiyo wakawa wamekiri kwamba wao hawana elimu isipokuwa elimu ambayo wamepewa na Allah tabaraka wa taala, hawana ujuzi na hivi vitu. Na Allah tabaraka wa taala akamwambia Adam, akasema Allah tabaraka wa taala, qala ya Adam anbi'uhum bi asma'ihim, akasema ewe Adam waambie majina yao, waambie majina hivi vitu. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, alipowaambia majina yao, qala, akasema Allah tabaraka wa taala, alamu aqul lakum, je sikuwaambia, inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard, mimi najua ghaibu ya mbinguni na ardhi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, na najua yale ambayo mnadhihirisha na yale ambayo mnayaficha. Wa indaidhin qala Allah ta'ala li Adam, wa indaidhin qala Allah ta'ala li Adam, wakati huo Allah tabaraka wa taala akamwambia Adam, akhbiruhum bi asma'i tilka al-musammayat, akhbiruhum bi asma'i tilka al-musammayat, waambie majina ya vile vitu. Falamma akhbarahum kama allamahu rabbuhu, alipowaambia kama alivyofundishwa na Allah tabaraka wa taala. Qala Allah lilmalaika, Allah tabaraka wa taala akawaambia malaika, alam aqul lakum, je sikuwaambia, inni a'lam ma khafiya fi samawati wa fil ard, mimi najua ambayo yamefichikana mbinguni na ardhini. Wa a'lam ma tudhhiruna min ahwalikum, na najua mnachodhihirisha katika hali zenu. Wama tuhaddithuna bihi anfusakum, na yale ambayo mnawaza katika nafsi zenu, yani yapo katika nafsi zenu. Min fawaidil ayat, katika faida za aya. Min abrazi sifatil fasiqin, katika sifa za wazi za watu waovu. Naqdu uhudihim ma'a Allah, ni kuvunja ahadi zao na Allah tabaraka wa taala. Wa ma'al khalqi, na kuvunja ahadi zao na watu, yani na viumbe. Katika sifa za wazi za watu waovu ni kuvunja ahadi zao na Allah na kuvunja ahadi zao na viumbe. Wa qat'uhum lima amara Allah biwaslihi, na kukata yale ambayo Allah tabaraka wa taala ameamrisha yaumbwe. Wa sa'yuhum bil fasadi fil ardi, na kujitahidi kwao kufanya ufisadi ardhini. Wa sa'yuhum bil fasadi fil ardi, na kujitahidi kwao kufanya ufisadi ardhini. Hizi ni katika sifa za watu waovu. Faida nyingine, al-aslu fil ashiya al-ibaha wat-tahara, asili ya vitu ni halali na ni tahara. Yani asili ya vitu ni ibaha, vitu ni halali, wat-tahara, na vitu ni safi. لأن الله تعالى امتن على عباده بأن خلق لهم كل ما في الأرض, kwa sababu Allah tabaraka wa taala amewaneemesha waja wake kwa kuwaumbia yote ambayo yako ardhini.
Kwa hiyo asili ya vitu ni alibaha wa tahara. Vitu ni halali, hiyo ndo asili yake, na vitu ni tahara, hiyo ndo asili yake, kwa sababu Allah tabaraka wa taala amewaumbia watu yale ambayo wako ardhini kwa ajili yao. Faida nyingine, alwajibu ala almu'min, jambo la wajibu kwa muumini, idha khafiyat alayhi hikmatullah, ikifichikana kwake hikma ya Allah fi ba'dhi khalqihi, katika baadhi ya viumbe wake, wa amrihi, na katika baadhi ya amri yake, an yusallima lillah, ajisalimisha kwa Allah fi khalqihi, katika viumbe wake, wa amrihi, na katika amri yake. Jambo la wajibu kwa muumini, ikifichikana kwake hikma ya Allah katika baadhi ya viumbe wake na baadhi ya amri yake, ajisalimishe kwa Allah tabaraka wa taala katika kuumba kwake na katika kuamrisha. Kama hujajua hikma ya kuumba kitu fulani, jisalimishe kwa Allah tabaraka wa taala. Kama hujajua hikma ya amri fulani, jisalimishe kwa Allah tabaraka wa taala. Usianze kupinga amri ya Allah tabaraka wa taala. Faida nyingine, rafa'a al-Qur'anul Karim manzilatan ilm, Qur'ani tukufu imenyanyua daraja ya elimu. Waja'alahu sabab litafdhili baina al-khalqi, na imejalia ni sababu ya kufadhilisha baina ya viumbe. Kwa hiyo Qur'ani imenyanyua daraja ya elimu na ikajalia ni sababu ya kufadhilishwa baina ya viumbe. Naam, kwa leo tuishie hapa, tutakuja kuendelea kesho. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.